kwamba Chama cha Mapinduzi kishinde katika uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge na rais. Niupongeze mkoa mzima na hasa hapa Babati jijini kwamba tulipofanya uchaguzi mwaka jana wa serikali za mitaa tulihakikisha Chama cha Mapinduzi kimeshinda na tuliweza kuunda serikali za mitaa. Ndio maana leo tunazo serikali za vijiji au hizo halmashauri za vijiji. Hongereni sana. Hongereni sana. Tulishinda kwa zaidi ya 90% na kitu karibu 100%. Sasa mwaka huu ni zaidi. Kama tulishinda serikali za mitaa, mwaka huu lazima tushinde uchaguzi mkuu. Wagombea tunao wanaitwa madiwani, wabunge na rais. Kwa upande wa urais tayari tuna candidate. Ni nani? Kwa sauti kubwa mpaka hii nyumba ifutike. Nani? Mgombea wetu pekee nafasi ya urais uchaguzi mkuu mwaka huu 2025 ni nani? Tuseme wote kwa pamoja, Dr. Samia Suluhu Hassan. Tena Samia Suluhu Hassan. Hapo tumemaliza kazi. Tumeona kwenda kutafutia kura tu basi. Tutampa kura asilimia ngapi? Wangapi wanasema asilimia 100? Kura asilimia 100 kwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika nafasi ya rais. Asante sana. Tupigie makofi wenyewe. Kwa nafasi hizo zingine mbili, wagombea bado madiwani waliopo na wabunge waliopo bado wapo kazini. Kwa miezi mingapi? Tupige makofi kwamba hatutawasumbua. Tuwasaidie, tushirikiane nao wamalize kazi yao katika kipindi kilichotolewa na chama. Kipenda kikilia, basi wale wenye nia watajitokeza na chama kinampa haki ya kugombea kila mwanachama wa CCM katika nafasi ya uongozi. Kama unataka hujiwi, subiri tu muda ufike ujitokeze. Unapenda kuwa kiongozi, utokanaye na chama chako, uwezo unao, nia unayo, wenzako wanakukubali, unakipenda chama, utakishirikisha, utawahudumia wananchi wapate maendeleo, wapate huduma. Sisi hatuna shida na wewe, lakini subiri mpaka wakati huo. Sisi roho ilo limeingia kama Santana Christopher. Sisi roho. Kwa hiyo tusubiri. Lakini chama kimeshatoa tangazo la kutukuliwa fomu tarehe 1 mpaka tarehe 15 ya mwezi Mei. Hiyo siku ikifika, nenda mwana CCM mwenye kutaka kuwania nafasi hiyo ya uongozi itokanayo na chama, kachukue fomu, uijaze, urudishe kwa katibu ili taratibu za chama ziendelee. Na taratibu za chama ni kwamba unachukua fomu, unajaza, unakamilisha, unarudisha kwa katibu, tunaweka kwenye mchakato wa vikao vya maamuzi vya chama. Baada ya hapo wanachama
wanakwenda kule kwenye kata, wanakwenda kupigiwa kura kwenye matawi, na chama baada ya kufanya marekebisho ya katiba, wapiga kura ni wengi kweli kweli. Maana yake ni mabalozi wote na wale watu wao wanne, na hao orodha tunayo. Sio kwamba mnakwenda kuwatengeneza mabalozi wapya na wasaidizi wao wapya, tayari wapo, rekodi zipo, wanajulikana. Kwa hiyo siku ikifika mtaarifiwa ni fulani fulani fulani. Kwa hivyo wewe mwenye nia hiyo ambayo sasa hivi unaanza kutafutia mabalozi wako, hiyo habari haipo. Tujipigie makofi wenyewe. Haya makofi hayatoshi. Hiyo habari sema kwa sauti, hiyo habari ya kujitengenezea mabalozi haipo tena. Mabalozi wamekwisha tengenezwa na CCM katika uchaguzi wake ule mwaka wa uchaguzi wa 2022. Sisi hoyo. Lakini wakati ukifika pia, maana yake tusiwabebe wagombea. Tendeni haki, usawa. Kwa hiyo tunataka tufanye kitu kama hicho. Hizo habari tulisema tuwaletee ili tufanye uchaguzi mzuri, salama, salimini, wenye amani na utulivu kama chama chetu kilivyo.